Kwa nini kila kijiji Zanzibar kina sheha? Jina hili halikutoka hapa, limetoka mbali sana. Karibu kwenye kipindi cha visiwa na historia. Leo tunakuletea chimbuko la kiongozi tunayefahamu sana, sheha. Mnamo mwaka 1890 wakati wa utawala wa sultani wa tano wa Zanzibar, Sultan Sayyid bin Ali, Waingereza waliingia visiwani humu kupitia mkataba wa makubaliano waliofanya na sultani huyo, na waliigawa Zanzibar vipande vinne. Hapo ndipo wakaanzisha maeneo manne makuu ya kiutawala yaliyojulikana kama mudiri, ambayo leo tunaita wilaya. Mudiri au wilaya hizo zilikuwa nne na zilikuwepo Makunduchi, Chwaka, Mangapwani na Mkokotoni. Vijiji vyote vilivyokuwa pembezoni mwa mudiri hizo vilikuwa vikiongozwa na masheha. Tangu enzi za ukoloni masheha walikuwepo, lakini suali, nini chimbuko la masheha? Wengi wanadhani sheha ni neno la Kiswahili. Ukweli, sheha ni cheo kilichotoka katika nchi ya Uajemi au Persia, kama tulivyozoea kuita Shirazi, ambayo ndiyo Irani ya leo. Neno hili asili yake ni shah, maana yake mfalme au mkuu wa nchi, kama vile rais. Wenyeji wa kisiwa hiki walibadilisha neno hilo wakaliita sheha. Mwaka 1100 Waajemi au Wapashia au kama tunavyowaita Washirazi waliingia katika kisiwa cha Unguja na walipokelewa na wenyeji wa kisiwa hiki. Hapo walianzisha makaazi na kuanzisha utawala wa kijadi. Miongoni mwa utawala huo ni usheha. Masheha hao walikuwa na kazi ya kutatua matatizo ya raia wao, kama vile migogoro ya ardhi, mivutano baina ya watu wa familia na mengi mengineyo. Hata hivyo, katikati ya karne ya 19 kupitia sultani wa tatu wa Zanzibar, Sultan Barhash, utawala wa jadi uliisha. Lakini kwa maeneo ya mbali kama vile Lamu, Mombasa na Pemba, waliweka wawakilishi wao waliokuwa wakiitwa liwali, yani magavana. Cheo cha sheha kilifutwa miaka ya 60, lakini miaka ya 90 kikarudi. Nani alikiamua? Baada ya uhuru, serikali ilisema hapana, masheha wote walisitishwa, kwani walikuwa wakionekana kama viongozi wa kikoloni, kwa sababu masheha hao walikuwa wakichaguliwa na wakoloni wa Kiingereza kwa wakati huo. Lakini miaka ya 80 hadi 90 serikali ikaona kuna haja ya kuanzisha utawala wa vijiji ili kurahisisha mambo ya nchi. Hapo ndipo masheha wakarejeshwa hadi leo. Kwa hiyo usheha ni utawala wa kijadi. Ingawa kwa sasa masheha wanachaguliwa na serikali, lakini zamani masheha walikuwa wakichaguliwa na wananchi kutokana na sababu mbalimbali kama vile umaarufu, heshima pamoja na mchango wa mtu huyo katika jamii. Na hapa tukamsikilize sheha wa shehia ya Kitope, ana maoni gani kuhusu kiongozi wetu huyu. Habari yako? Nashukuru sana, sijambo. Za majukumu? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Leo tumeamua kufika hapa, uongozi wa chini kabisa wa serikali, ili tupate kufahamu mengi, namna gani unafahamu historia na chimbuko la kiongozi wetu huyu ambaye leo tunamuita sheha. Jina langu Ramadhani Said Abdalla, sheha. Sheha mimi ni kitu ambacho nilisikia kwa zamani, lakini nimekifahamu hivi baada ya hii serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuteua masheha hapa na nikifahamu zamani kupitia wazee, nasikia kwamba nyuma palikuwepo na sheha. Naomba sheha Kitope nani alikuwa Abdalla Swedi. Nikauliza kazi zake nini, kama kuwatumikia jamii katika sheha. Mheshimiwa sheha, hebu tueleze kwa mujibu wa historia uliyofahamu, unadhani ni tofauti gani kubwa iliyopo kati ya masheha wa sasa na masheha wa zamani? Najua mwandishi unataka niseme
kwa sababu nimekwambia sheha wa zamani sijawaona wala sijauona ule utendaji wao, isipokuwa mimi nafahamu ambao hao wameteuliwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Naona utendaji wao sasa na huu tuliokuwa nao, kwa sababu ni majukumu ambayo tumepewa ni sahihi, tunarisishana, lakini ndio wale kuwatumikia wananchi. Labda katika upande wa majukumu, hakuna majukumu yote ambayo yameongezeka ukilinganisha na enzi zako? Majukumu ya zamani na sasa hivi, labda kwa kuwa utandawazi tu, sasa hivi ni siku za utandawazi tofauti. Zamani unaandika kidogo umeacha, lakini sasa hivi kuna kompyuta, hizo vishikwambi nini, vyote vile. Kwa hiyo tutakuwa ndio tofauti kwa teknolojia imekuja sasa. Zamani inasemekana kwamba masheha walikuwa wakichaguliwa na wanakijiji, lakini leo katika nchi yetu masheha wanateuliwa na serikali. Unadhani changamoto hii inaleta hitilafu gani au mkwaruzo gani wewe na wananchi wako? Mimi naona ukichaguliwa ni kiongozi, na maana hao wanakuchagua na kipimo na yote. Sasa kwa kiongozi yoyote ukichaguliwa, mara nyingi anakuwa hata iweje, wako wengi watamkubali, wengine wakubali. Kwa hiyo ni hali ya kawaida, kiongozi wa zamani hata na sasa wakiteuliwa, hata tuwe subra na mstamilivu katika watatulia shida zao wananchi. Mtazamaji wa Afrat Online TV, umefahamu na kusikia mengi, bila shaka umejifunza kutoka kwa kiongozi wetu huyu. Hebu turudi kwa wananchi tusikilize maoni yao, ni kwa namna gani wanamfahamu kiongozi wetu huyu wa jadi. Mimi naitwa Hamisi Ndende Juma, ni mwananchi ambaye naishi Kitope, lakini pia sheha mstaafu wa shehia ya Kitope. Sheha ni kiongozi ambaye anatakiwa kuunganisha jamii, kupatanisha baadhi ya migogoro ambayo inatokea kwa wananchi. Anaunganisha jamii, anaunganisha mpaka serikali. Sheha wa zamani ilikuwa hakuna sheha ambaye ana baraza lake, anakuwa kama ni mtu huyu mmoja tu aliyeaminika pale, kazi yake ndio hiyo, watu wanaenda pale kueleza matatizo yao, kama kesi pengine anashughulikia hizo kesi. Niseme hakuna taasisi yoyote ambayo haimtegemei sheha. Kwa hiyo sheha kuondoka ni athari kubwa sana. Kwa jina naitwa Measa Kitwana Omar, ni mkazi wa shehia ya Kitope. Kwa kifupi, hakuna tofauti kubwa kati ya sheha wa zamani na sheha wa hivi leo, kwa sababu wote wana mashirikiano makubwa sana na wananchi ama raia waliowazunguka katika jamii. Ikitokezea pengine labda serikali kuchukua hatua ya kufuta masheha katika shehia zetu, basi wananchi kwa kiasi tutakuwa hatuna sehemu rahisi ya kupeleka malalamiko yetu, ambayo itakuwa ni rahisi pale kuweza kufika na kuwasilisha. Lakini pamoja na hayo tutapata changamoto kubwa na nzito kabisa, kwa sababu kama tulivyotamka jina la sheha ni kuweza kutatua baadhi ya matatizo ambayo yanazunguka katika jamii yake kwa njia rahisi na nyepesi kabisa. Naitwa Maimuna Voice Lima, nakaa shehia ya Kitope, mzaliwa wa Kitope. Sheha wa zamani walikuwa hawapati sana, wanapata nini? Mani. Lakini sheha wa sasa anapata nini? Siasa. Changamoto. Wa zamani ukimwita alikuwa anakuja. Zamani usheha ulikuwa wa heshima na kuchaguliwa na wananchi. Leo usheha ni wa kisheria na kuchaguliwa na serikali. Lakini jambo moja tu halibadiliki. Sheha bado ni daraja na kiunganishi kikubwa kati ya wananchi na serikali. Usisahau kufuatilia Visiwa na Historia kwa simulizi nyingine. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zainab Fadau. Asante kwa kufuatilia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare Afrat Online TV.